Kwa kipindi cha hadi kufikia Februari kutoka Januari 2025, mamlaka yetu imeweza kufanikiwa kuwekeza kwa kununua, of course serikali imeiwezesha mamlaka. Serikali kupitia mamlaka yetu imewezesha mamlaka kununua mitambo mikubwa 32. Hii nikisema mitambo mikubwa hapa na maanisha kwa lugha ile ya wenzetu specialized, zenye zinakuwa na kazi za kuweza kung'amua pengine sampuli zinazoweza kuwa na changamoto au sampuli kwa namna nyingi tofauti. Mitambo mikubwa 32, lakini na midogo au vifaa saidizi 542 kwa ajili ya kuimarisha huduma za uchunguzi wa kisayansi wa kimaabara. Na uwekezaji huu kama nilivyosema umewezesha na serikali yetu chini ya awamu hii ya 6 muhula wa pili inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sisi mamlaka, kwa kweli tunafarijika sana kwamba kwenye maabara huku tunapata vifaa vya kisasa na vinatusaidia kutekeleza uchunguzi kwa ufanisi zaidi. Na vifaa hivi vyote hususan serikali hapa imewekeza jumla ya shilingi bilioni 32.2. Na ununuzi huu wa mitambo hii umeendelea kama nilivyosema kuimarisha na kuendeleza utoaji huduma bora za uchunguzi wa kisayansi wa kimaabara kwa wananchi kwa ufanisi zaidi. Na katika hili tunaweza kuwa fursa mbalimbali zinaweza kujitokeza pia kwa vijana. Kwa mfano, vijana wajasiriamali wameweza kutumia maabara hizi za mkemia mkuu wa serikali katika kupima bidhaa zao kabla ya kuuza sokoni au kabla ya kusafirisha kwa ajili ya soko la kimataifa. Hiyo tunaiona pia ni fursa, lakini kwa makusudi kabisa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali iliweza kuweka punguzo maalum la gharama za uchunguzi kwa 75% kwa watafiti vijana au wanachuo wanaofanya tafiti zao ili kuwawezesha kujenga umahiri, ujuzi, ubobezi katika maeneo ya sayansi. Kwa hiyo kwenda kwenye ile orodha yetu ya bei kwenye uchunguzi nao wahusisha vijana au wanachuo kuna punguzo la 75%. Lakini vile vile fursa nyingine ya kuimarika kwa maabara hizi zenye ithibati unawezesha wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati kufanya tafiti kwa kutumia mitambo ya kisasa ambavyo iko kwenye maabara na ambazo maabara hizi na ithibati. Kwa hiyo inakuza pia ueledi na umahiri wa vijana. Mafunzo kama nilivyosema, eneo hili la uchunguzi wa maabara ni kujenga ueledi lakini pia kuweka fursa. Jukumu jingine sasa ambalo tunaona fursa mbalimbali kama nilivyosema ni ile la uimarishaji wa usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani, ambapo kupitia jukumu hili mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali imeendelea kusimamia utekelezaji wa sheria ikiwemo na kanuni zake. Na utekelezaji huu, ndugu wanahabari, unafanyika kupitia usajili wa wadau ambao tunawasajili baada ya ukaguzi mbalimbali. Lakini pia ukishawasajili wadau hawa wanakuwa ni wadau wanaweza kuwa wanaingiza kemikali nchini, wanaweza kuwa wanazisafirisha nchini, wanaweza kuwa pia wanazisafisha nje ya nchi, wanaweza kuwa wanazizalisha, wanaweza kuwa wanazitumia. Kwa hiyo ili waweze kuzitumia, maadamu ni kemikali ambazo ziko chini ya jukumu la mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali, inabidi kujiandikisha na sisi tunawakagua na kuweza kuwasajili. Lakini ukishawasajili pia tunatoa vibali vya uingizaji. Vinaweza kuwa vya uingizaji, vibali vya uingizaji, usafirishaji na utoaji, na pia na utoaji nje ya nchi. Lakini sambamba na hiyo pia tunatoa elimu inayohusu matumizi salama ya kemikali kwa wadau. Sasa utekelezaji wa majukumu haya unachangia na kuwezesha upatikanaji wa fursa mbalimbali za ajira kwa wananchi wakiwemo vijana. Na kwa kipindi hiki ambacho ni natolea taarifa,
tutaangalia eneo la usajili wa wadau, lakini tutaangalia uingizaji wa kemikali, usafirishaji na pia utoaji wa elimu. Kwa upande wa usajili wa wadau, kwa kipindi hichi cha hadi Februari 2026 mamlaka ilisajili jumla ya wadau 4406 na kutengeneza fursa za ajira kwa wananchi wakiwemo vijana kwa mtiririko ufuatao. Kwa mujibu wa sheria na taratibu za kusimamia kemikali, kila mdau aliyesajiliwa anapashwa angalau kuwa na wafanyakazi wa kudumu wasiopungua 5, na wanaweza kuwa ni mtu mwenye taaluma ya kemia, anaweza kuwa mlinzi, anaweza kuwa so, lakini angalau 5 na wafanyakazi wa muda kwa ajili ya ubebaji au uwezeshaji mizigo nao wasiopungua 5. Kwa hivyo utaona kwamba inakuwa idadi angalau kwa wastani wa idadi, inatoa fursa kwa wastani wa idadi ya wafanyakazi 10, ikiwa ni idadi ya chini. Na kwa kuwa sehemu kubwa ya kazi hizi za kemikali inahitaji wakati fulani utumiaji wa nguvu, hivyo asilimia kubwa ya kazi hizi zinafanywa pia na vijana. Na kwa kifupi tu, eneo hili la usajili wa wadau hadi kufikia Februari 2026 mamlaka tunaona imetengeneza fursa kwa mtiririko huu, imetengeneza fursa kwa zaidi ya wadau 44,000 wakiwemo vijana. Kwa upande wa uingizaji wa kemikali nchini, kwenye kipindi hichi tajwa, mamlaka iliweza kutoa vibali vya kuingiza shehena za kemikali zinazofikia tani 29,314 kwa huu mwaka mmoja tu. Na kwa kuwa kila shehena ya kemikali inayopashwa kugombolewa kwa kuzingatia utaratibu wa kiforodha, na kwa kuwa sehemu kubwa ya kazi hii inafanywa na vijana, mamlaka imewezesha kutoa fursa ya ajira kwa wananchi wanaofikia idadi hiyo ya 29,314 wakiwemo vijana pia. Ndugu wanahabari, eneo hili lingine hasa ambayo tunafikiri hii ni fursa kulingana na utekelezaji wa majukumu ya mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali ni kwenye usafirishaji wa kemikali. Kwa kipindi hiki cha hadi Februari 2026